nia inakaa katika moyo na mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya kutoa ilikuwa ni kuinua ile huduma. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya kutoa ilikuwa ni kumuinua huyo mtu. Nia ya kutoa kwa yatima ilikuwa unatoa kwa yatima kuwabariki, ama unataka kutoa ndio upate kafara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii lazima Mungu aiangalie. Bwana asifiwe. Ni watu wengi wanatoa, lakini unakuta lengo na nia yake ya kutoa kumpatia mtu, anatengeneza kile connection, ile siku ataitishwa kafara apate kutoa, maana sema zilitoa kwa yule. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anaenda kumtoa kafara kwa sababu anasema alimtoa. Sasa ndipo Mungu anaangalia nia, una nia njema ya kumbariki huyo mtu. Bwana asifiwe. Mungu akiona una nia njema, basi kwa kutoa kwako unaguza moyo wa Mungu. Hicho ulichotoa Mungu anakurejeshea mara saba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nia yako ya utoaji, maana ndani ya utoaji kuna nia. Kwa nini unatoa? Kwa nini utoe? Bwana asifiwe. Kuna kitu unataka. Katika hicho unataka umetoa katika nia njema kwa sababu fulani. Jambo la kwanza la utoaji ambao Mungu anataka sisi tutoe ama watu wake watoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinaitwa kutoa kwa moyo wa ukunjufu. Unatoa kwa moyo. Bwana asifiwe. Unajua kuna sadaka unaweza toa ikiwa inapita kwa moyo na kwa akili. Sasa unatoa kwa moyo wako, unaitwa kutoa kwa moyo wa ukunjufu, na imeandikwa katika Biblia, Wakorintho wa pili 9 mstari wa 7. Wakorintho wa pili 9 mstari wa 7. Biblia inasema kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, umekusudia kununua viti 5. Bwana asifiwe. Na hilo ni kusudi lako. Hakuna mtu alikulazimisha. Bwana asifiwe. Ulikusudia tu, mimi nasikia katika huduma hii nitoe viti 5. Bwana Yesu asifiwe. Na umekusudia moyoni mwako. Na Paulo mtume wa Bwana anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Naona sadaka isiyotolewa katika moyo safi, katika ukunjufu wa moyo, mtu anatoa alafu moyoni kunaingia kinaitwa huzuni. Mbona nimetoa sasa? Mawazo yanaanza kuingia kama yalivyomwingia Kaini. Kaini alitoa, shida haiko katika kutoa, unatoa namna gani? Bwana asifiwe. Kaini alipotoa, mawazo yakamwingia, mbona nimetishwa? Kwa nini nimetoa? Akaanza kusumbuka. Bwana asifiwe. Moyo wake ukaingia huzuni, ile sadaka ikanajisika. Mungu hakuipenda, Mungu hakuiangalia. Ina maana Mungu hakuachia baraka katika maisha ya Kaini, lakini katika maisha ya Abeli. Kumbuka watu hao wawili wote wa kanisani wanatoa. Katika maisha ya Abeli alitoa kwa moyo wa ukunjufu na akafurahia sadaka. Nasema kama ningepata kubwa hata ningetoa zaidi. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema hivi, si kwa huzuni wala kwa lazima. Usitake sadaka za kulazimishwa. Tunalipa nyumba ya kanisa, lazima utoe. No, ukiwekwa lazima, imeingia sheria. Chochote kinaingia sheria, basi akileta sadaka. Kwa sababu nikisema ni lazima, ina maana usipotoa tunaingia katika hali ya ugonjwa. Maana ni lazima, lakini ikiwepo ni neema, unatoa kwa moyo wa upendo. Moyo wa ukunjufu ni moyo wa upendo. Bwana asifiwe. Unatoa kwa moyo wa ukunjufu, moyo wa upendo. Hakuna mtu amekuitisha, hakuna mtu amekulazimisha, hakuna mtu amekusukuma. Alafu katika kile unatoa katika moyo wa upendo, basi nia yake ni njema. Bwana asifiwe. Mungu akiangalia anaona kwamba huyu amefanya kazi ya Mungu kwa upendo, ametoa kwa upendo, ametoa kwa moyo wa ukunjufu. Hakuna mtu amemwitisha, hakuna mtu amemlazimisha, hakuna mtu amemfuata. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zinafunguka, baraka zinaachiliwa. Hata kama ulikuwa unapoteza kibali, na wewe unatoka katika moyo wa ukunjufu na upendo, kibali chako Mungu anakiachia.
na Biblia inasema wala si kwa huzuni, maana Mungu hupenda yeye atoaye. Unaona, utoaji ni ubinafsi, si hao watoa. Mtu mpenda yeye. Mambo ya kutoa ni kutoa ni binafsi, unatoa kwa moyo wako, hatutoi kikundi. Bwana asifiwe. Mungu hupenda, Mungu anaanza kukupenda sasa, kwa sababu utoaji wako ni mzuri, unaguza moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu pale hana chakula, unapata mtu pale hana mavazi, unapata mtu amefungiwa nyumba, alafu unatoa, unamsapoti kwa upendo. Hizo sadaka zinaguza moyo wa Mungu, naye Mungu hata wewe kubali. Bwana Yesu asifiwe. Wewe yako ifungwe, hata wewe kubali wewe watoto wako wakose chakula, kwa sababu wewe umetoa ukasapoti mtu mwingine ambaye anahitaji kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba Mungu atusaidie tufike kiwango cha tunaweza enda hospitali tukasaidia watu, si kwa maombi peke yake. Bwana asifiwe. Hata wengine wamekwama pale bili ya hospitali mwashinda, tunawasapoti. Wakati tunawasapoti, tunamwambia Mungu, tumesimama na hawa ambao ni wagonjwa. Mungu, usikubali magonjwa yaje kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tulinde na magonjwa, tufike mahali twende katika magereza. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa kuombea peke yake. Hata wengine wamekwama kwa sababu ya pesa kidogo tu, wanakaa ndani na ni pesa kidogo imemkwamisha. Bwana asifiwe. Ifike mahali kama mtu anadaiwa 10,000, umpatie 10,000 atoke maeneo ya mateso yale. Bwana Yesu asifiwe. Maana gerezani ni maeneo ya mateso sana, lakini mtu ambaye hayuko gerezani hajui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walio kule wanalia usiku na mchana, wazazi wanalia watoto wao wa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta mtu amekwama kwa shilingi 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka kama hizo zinakuza moyo wa Mungu, na Mungu haizi nyamaza kwa mtu anayetoa kwa moyo wa kutufu, anabariki huyo mtu. Ni marufuku sana kutoa sadaka baada ya kuenea. Nasema hata tulikuwa tunatoa ya nini? Bwana asifiwe. Hiyo sadaka tulikuwa tunatoa ilienda wapi? Hizo sadaka zinatolewa kwa madhabahu. Hiyo sio maswali ya utoaji. Unatoa na unafuata. Bwana asifiwe. Ukianza kuifuata unainajisi kupitia mawazo yako. Kufuata ilifanya nini? Ilienda wapi? Sio kazi yako unaitoa. Bwana asifiwe. Kazi yako ni umetimiza kutoa. Kazi yako tu umetoa, na hapo mbele Mungu atajua itafanya kipi na kipi na kipi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, wezi nipa 2,000 uniambie pastor, nenda ununue viatu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niangalie nione ninaweza nikanunua hizo viatu, lakini sina pesa ya nyumba. Bwana asifiwe. Nione kwanza niache kununua kiatu, niende nilipe nyumba, niondoe ile hitaji ambalo linanisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ambao ukitoa na ufuate sadaka, utakuwa unajiangalia miguuni. Bwana hakununua viatu, pesa zangu walikula za nini? Bwana asifiwe. Wewe ukitaka niwe viatu, ungeniletea viatu, usingeniletea pesa ya viatu. Kwa sababu ukiniletea pesa ya viatu, mimi na mahitaji na mipango. Bwana asifiwe. Ungetaka kabisa nivae viatu, nileta viatu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu umenipa pesa, na hiyo pesa umenipa, unapata kwa unaona viatu, mimi sioni viatu. Tunabishana. Bwana asifiwe. Ndipo upusi kutoa na kufuata. Nifanye nini? Wewe niachie tu. Bwana asifiwe. Nitumie tu kama vile navyoona. Haleluya. Jambo la pili, kutoa kwa uaminifu na usiri. Mambo mawili. Kutoa kwa uaminifu. Unaweza toa lakini unakosa kutoa kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Kuna maneno mawili hapo. Kutoa kwa uaminifu na kitu kinaitwa siri. Chochote unachokitoa unataka Mungu aingilie akubariki. Usitake mtu ajue. Usiambie rafiki. Hata kama umeolewa usiambie bwana yako. Leo hii ukawa uko na mume na unaenda kanisani, na kwa mfano ukaona katika kanisa kunahitajika spika ya 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unaambia mume wako, mume, mimi nimeona katika ile kanisa la abudu nimeona hakuna spika, na mimi nachukua hii pesa 20,000 niko nazo, ninaenda kununua spika.
unajua umeleta madhara makubwa, na unaweza nunua hiyo speaker na umeambia bwana yako na umeambia marafiki, Mungu ataikazo akasema acha itumike kwa kanisa, lakini hakuna baraka utapata. Kwa nini? Kwa sababu utoaji ni siri. Bwana asifiwe. Unapaswa utoe hata mtoto wako utamwambia, kwa sababu utoaji ni bayana yako wewe na Mungu. Bwana asifiwe. Utoaji unahitaji wewe na Mungu. Mungu peke yake ajue. Bwana asifiwe. Umetoa. Lakini hii ya show off ninafanya nionekane, huwa haileti matokeo. Hawezi kubarikiwa kwa kufanya jambo kwa mtu, kwa kufanya kazi ya Mungu katika utoaji kwa kanisa, alafu unatangaza. Unajua kama sio mimi, hiyo kanisa ilikuwa chini. Wacha niwaambie, ni ile utoaji wangu wa pesa za nyumba. Hata huo pastor alikuwa chini kabisa. Wewe utoaji wako unakataliwa na mbingu. Bwana asifiwe. Kwa sababu utoaji unahitajika mambo mawili: utoaji wa siri na uaminifu. Uaminifu ni kama fungu la 10. Bwana asifiwe. Unatoa katika uaminifu, unatoa kamili. Kipata 10,000, 1,000 unaweka kando, unaileta na unatoa kwa uaminifu. Si unatoa hii mwezi, hiyo mwezi mwingine utoe, unatoa kwa mwezi mwingine, unaruka miezi miwili. Hiyo si mtu mwaminifu. Bwana asifiwe. Unatoa kwa uaminifu kila wakati. Imeandikwa wapi? Mathayo, kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 3 na wa 4. Soma ndio tu confirm kama imeandikwa hivyo. Mathayo 6 mstari wa 3 na wa 4. Biblia inasema mstari wa 3, amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao, bali wewe utoapo sadaka. Tuanze mstari wa 2 tupate ile maana. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Sikiliza, Biblia inasema utoapo sadaka usipige kifua, sema naenda kutoa 1,000. Na ndipo sasa unaona hata tukija kutoa hapa unakuja taki, hata mwenye amenikaribia, hata mimi najaribu sana mtu asione. Bwana sio pia wakiona wanatoa sadaka yako, nasema unajifanya wewe ndio unatoa sadaka kubwa kuliko, wanailaani sadaka yako. Kwa hivyo usikubali mtu ajue unatoa nini. Kutoa kwako ni siri ili upate majibu. Maana hapa Yesu anazungumza juu ya watoaji. Ni watoaji lakini wanaitwa wanafiki. Tusikubali Mungu atuone sisi ni wanafiki kwa watoaji. Bwana sifiwe. Tunataka Mungu atuone sisi hatujivuni. Mtu anatoa hapa anajivuna. Sema kama si mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo haileti baraka. Anasema wanafiki huwa wanasimama, wanajipika, anasema tutatoa, tutafanya. Bwana asifiwe. Wakiwa katika makanisa ndivyo ambavyo. Sasa nikasema tajiri kutoa kama maskini. Bwana asifiwe. Ni jambo linachukiza Mungu sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu ashika. Sasa ni nani tajiri na nani maskini? Na katika kanisa la Bwana hakukosaji tajiri na hakukosaji maskini. Wote wanatakiwa watoe, lakini mtu atoe katika level ya kiwango yake. Amen. Jambo la 4 la utoaji. Jambo la 4 la utoaji. Unapotaka kutoa, kitu cha kwanza ni vitu vile unafanya. Unatanguliza kama uko na amani na umetii sauti ya Mungu. Kuna amani inahitajika katika Mungu. Usiende tu kwa sadaka na unasikia amani au unatoa tu. Nasikia amani, moyo unakwambia hapana na unatoa. Lazima kuna njia ya kutafuta kitu kinaitwa amani. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza Biblia inasema katika kile kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 14, wewe na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu bila huo utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na amani na jirani. Sasa hapa tunataka ubarikiwe. Najua vitu vingi maandiko haya, najua wachungaji wengi hawafundishi. Wanataka tu washirika wao wanatoa na makosa kunajua. Lakini mimi nakwambia kama unajua unakuja kutoa sadaka, anza kwanza kutengeneza amani na mume wako kama yupo. Tengeneza amani na mtoto wako kama yupo karibu. Tengeneza amani na jirani. Watu ambao wamekosana, pigie simu. Tunakuja kanisani na hiyo pia inazuia, si sadaka tu inazuia kupokelewa na Mungu.
pia inazuia ibada yako ya hiyo siku. Maana Yesu anasema sadaka inapaswa kutolewa na mtu mtakatifu, na usipotoa kwa mtakatifu ileti matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mtakatifu unaanza kwenye nia. Tuangalie Mathayo 5:23 na 24. Kuna neno limeandikwa pale, ndio tunataka tujue. Amani lazima iwepo katika moyo ndio ili utapate kutoa. Mathayo 5:23 na 24. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, so umekuja na sadaka mpaka unatoka nyumbani unakuja madhabahuni, lazima uandae moyo wako. Kama unajua, maana unajua mtu huwezi kuja hapa kanisani kutoka nyumbani hujapata kama utatoa, alafu unakuja hapa ndio unapanga utatoa ukiwa hapa. Hii ni mambo unapaswa kupanga. Kabla hujakuja ujue nienda kutoa kitu fulani. Lakini kuna mama tumekosana, unabidi utafute. Bwana siku kabla hujafika wapi? Madhabahuni. Sasa sheria yenyewe imewekwa, ukifika hapa madhabahuni na kuna mtu nasikia moyoni hamna amani naye, unaacha sadaka yako hapa, unaenda kutafuta amani. Alafu ukienda kutafuta amani, unakuja kutoa sadaka yako. Kwa nini usitoe? Na kuna ndugu utaiseka kugharimu, unaiacha. Unaenda kutafuta huyo mtu, unatoka hicho unaanza kupiga simu. Habari yako? Unatafuta amani na yeye, Bwana asiwe. Unaingia unatoa. Ndio ifanye nini? Ilete matokeo kwako. Ni mara ngapi tunatoa bila sheria? Ni mara ngapi tumetoa sadaka na ukiangalia sadaka zetu hazileti matokeo? Kwa sababu kanuni hizi hatufuati katika utoaji. Ukileta sadaka yako madhabahuni, umeleta madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, ndugu yako ana neno ambalo si zuri, unaenda kutafuta ukatane kwanza, alafu ndio utoe. Huyo ndugu yako ambaye ana neno juu yako asizuie sadaka yako kuleta matokeo, asizuie sadaka yako sijibiwe na Mungu. Na ukisema mimi sijali, ulimwengu wa roho wanajali. Mungu anajali neno lake. Mungu anaangalia neno lake litimize, sio tu kile tunafanya kinaendana na neno la Mungu. Kama kile tunafanya kiendana na neno la Mungu, ndipo sasa tunafanya mambo mengi na tuna ibada nyingi ambazo zinaleta matokeo madogo kwa sababu ya kutofanya katika kanuni za Mungu. Bwana asifiwe. Kwa mfano, ni mwanaume na ameacha nyumbani kwake wamekosana na bibi ama mke. Bwana asifiwe. Na anataka kufanya ibada ambayo itakubalika na Mungu. Haitakubalika mpaka atakapotafuta amani. Mke ameacha mume wake nyumbani, amepumzika, amekasirika, alafu anakuja kutaka kufanya ibada hapa ambayo Bwana ataikubali. Iwezekani? Ndipo tunafanya na baadaye ilete matokeo, inaleta matokeo. Bwana asifiwe. Ni mpaka arudi ama ashuke chini aombe msamaha, wapatane tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kutoka hapo ibada yake sasa inabariki. Haleluya. Tunaona kanuni zile ambazo tunazikosa. Tunatoa lakini baraka zinakuja. Zingine zinakuja, zingine haziji. Lazima tujiambiwa toa ubarikiwe, toa ubarikiwe, toa ubarikiwe. Ni mafundisho ya Sunday school. Tunaingia katika mafundisho ya kutaka tujue ni kwa nini tunatoa tubarikiwe. Bwana asifiwe. Na ndio haya tunafundisha. Amen. Mstari wa 24. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Sasa iache sadaka yako. Hiyo siku unaenda kutafuta amani kwa Mungu. Unamwambia Bwana, niache sadaka yako. Naomba sasa mtu ambaye tulikuwa tunakosana naye anaweza zuia sadaka yako usipokee na isilete baraka. Mungu nimepata na Mungu. Naomba hiyo sadaka yako. Nimeiacha na unaenda kutafuta suluhu, sadaka yako ndio pasta atachukua, pasta atatumia. Na lengo si pasta achukue sadaka yako atumie. Lengo ni sadaka yako ilete majibu kwako. Bwana asifiwe. Uende zako ukapatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka.
ya kwanza nikamwambia unaweza itoa na ukaenda kutafuta ukapatana na ukaomba. Ukishapatana unaingia kwa maombi na mwambia Bwana, sadaka yako nimeitoa kwa madhabahu, na pia unapaswa kuiacha wewe na rudi kuitoa. Bwana sifi. Lakini ninafundisha hiyo kwa mtu ambaye amepata mafundisho ya sasa, lakini wewe ambaye nimekupa hii elimu, usiruhusu unakuja kutoa sadaka, unakuja kufanya ibada, na wakati huo unakuja kufanya ibada umekosana na mtu. Bwana sifi. Kabla hujakuja, Bwana sifi, patana na kwanza. Ndio ukija hii sheria isikunase, tunakuja kuingia alafu unatoka. Na hata sadaka hapo, alafu unakuja kutoa baadaye. Ama unaitoa unaenda kutafuta zamani. Andaa kwanza. Andaa kwanza moyo wako, tafuta amani na mwenye ambao umesikia kule kwa zama. Bwana sifi. Alafu njoo. Sadaka yako itakubalika sadaka. Haleluya. Kwa mfano wale watu wanatoa sadaka za kufuta madhabahu. Alafu unatoa, unajua unakuja madhabahu ya Biblia na unadunga uonge yake. Hizo sadaka unazitoa zinapotea. Bwana sifi. Unajua kabisa dada yako amuongeleshani kabisa. Sasa hapa katika ndugu kuna aina mbili za ndugu. Kuna ndugu rohoni ambao wameokoka kama wewe umeokoka ndugu. Na kuna ndugu wa kuzaliwa. Bwana sifi. Sasa kuna watu wengine wanataka naye na wanataka kufanya ibada itakayokubalika. Haikubaliki na Mungu. Hii kanuni haiwezi kuruhusu sadaka yote kutolewa mpaka utakapofuata vile Mungu anafanya nini? Anasema. Amen. Ndio kutanguliza amani. Ukisikia amani na utii kwa sauti ya Mungu, Mungu anaweza kukwambia toa sadaka kiasi fulani. Bwana asifiwe. Kama Mungu alivyomwambia Gideoni, utatoa ng'ombe wa pili kwa baba yako wa miaka 7. Akatoa kama Mungu alivyomwagiza. Mungu akamwambia Ibrahimu, utatoa Isaka. Bwana asifiwe. Na akatoa kama vile Bwana alivyofanya nini? Alivyomwagiza. Unaweza sikia sauti ya Bwana ikikwambia toa kitu fulani. Bwana asifiwe. Hicho ambacho umeambiwa utoe usipunguze hicho kiwango. Alafu sasa usitoe hiyo sadaka na kuna mtu anakazana naye. Kwa sababu itakwama katika ulimwengu wa roho. Itabidi utafute amani na watu. Hata watu wengine wa nyumbani ulisema utawahi wasalimia, unataka kufanya ibada zitakazofanya Mungu alete matokeo. Inabidi utafute, alafu unakaa kwa hekima. Unakosa utaki mambo mengi naye, unataka kukazana naye tena. Bwana sifi. Sababu ibada zako zingezikazwa. Jambo la mwisho, sadaka ambazo zinaguza moyo wa Mungu na sadaka ambazo zinaleta matokeo kwa maskini. Maskini kwanza, na tukitaja maskini watu wajui maskini. Kuna maskini na kuna mhitaji. Bwana Yesu, mhitaji anaweza kuwa si maskini. Ni sahihi tu anahitaji kusaidia chakula, hata kuomba tena, kusaidia sahihi amevuka katika kutafuta. Unaweza sivyo. Mhitaji anaweza kuwa ni mgeni na anahitaji tu kupitia kulala na habari kwa siku zote. Bwana sivyo. Sasa lakini maskini ni mtu hali yake iko hivyo. Bwana sivyo. Ana maskini ni vitu vingi, hana mavazi, hana kulala, hana chakula, hana. Bwana sivyo. Kwa hivyo tofautisha mhitaji na maskini. Sasa ukimwona maskini, muinue, msaidie. Bwana sivyo. Mwingine ni maskini na kuna watoto, nakuta kuna watoto 3 aliachwa na baba yake. Leo maskini imemkandamiza, watoto waendage shule, hana kazi. Bwana sivyo. Umaskini umemkalia kila kona, hana mahali pa kukaa, anakaa nje na watoto, kunanyesha. Huyu ukimuona, Bwana sivyo, saidie. Ndio mlipie nyumba, kama una pesa 5,000 chukua, mwekee kibanda, mwambie ndio fanye kazi. Bwana sivyo. Huyo ndio maskini. Mhitaji sasa anaweza kuwa anahitaji tu msaidie na 200 ya fare. Aende salama. Bwana sivyo. Kifika salama, kuna watu wao hapo.
atasaidika hapo mbele. Huyo ni mhitaji. Ukimwona saidie, kama unacho kipawa Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Waebrania 13:16. Kitabu cha Waebrania. Na mtu mwingine ukimsaidia Mungu atakusaidia ni mjane, yatima. Hawa ni wanakuwaga makundi matano. Ukianza na mtumishi wa Bwana, ukiingia katika maskini na mhitaji, mjane, yatima, wako makundi matano. Kutoka hao makundi matano kuna baraka Mungu atakutengenezea. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 13:16. Waebrania 13:16. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukakaa na kusahau kutenda mema. Sasa kutenda mema ndio huko sasa kuwasaidia maskini. Usikae na utendaji mema. Wewe ukikaa wiki nzima na hakuna mtu kubariki, ujisikii kuhukumika. Basi usikie kuhukumika, wiki imeisha, wiki ya pili ndio hii, hakuna mtu kukulia hata sukari. Usikii moyo wako unakusumbua. Moyo wangu unakulicha. Bwana asifiwe. Usikii chochote kinaendelea katika utendi mema. Bwana asifiwe. Inasema msikose kutenda mema. Hawa maskini wapo, wahitaji wapo. Bwana asifiwe. Yatima wapo, wajane wapo. Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu wapo. Unataka kutendewa mema. Ukitenda mema, Mungu anakulipa kwa tendo lako ambalo unatenda tendo jema na lipo. Lakini usisahau Mungu anaanza kufanya mambo ya kutenda mema. Haleluya. Nia inayokusudia ufanye ni nini? Nia ikiwa njema na utende mema, Mungu anapendezwa na sadaka kama hizi. Mungu akiwa anapendezwa atafanya nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba alafu tumalizie. Mtakatifu Mungu wa Israeli, asante kwa mafundisho hayo ambayo Baba tumesikia. Mungu mwema, Jehova Rehema, pokea sifa, utukufu na heshima. Asante kwa kila mmoja ambaye amesikia. Wacha wabadilike kupitia mafundisho hayo. Wamejua jinsi ya kukutolea Jehova. Mtu hawezi kukutolea na wamebebana na mengine moyoni, hawajasameheana na nataka kutoa sadaka, maana hiyo sadaka huwezi kuikubali Jehova. Tusaidie Bwana Mungu, tukapate kuwa na amani na watu na kutii sauti yako katika utoaji, katika jina kuu la Yesu Kristo naomba hata ukiamini. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi na